Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana kwenye Siasa na Haki. Leo tunaingia kwa kina katika taarifa muhimu inayotoka kwa Profesa Anna Tibaijuka, mwanazuoni, mwanasiasa na kiongozi mwenye uzoefu mkubwa barani Afrika. Anazungumzia mawakili wa Chadema wakifika Dodoma kutetea chama chao mahakamani dhidi ya jaribio la kufuta usajili wake au kukiweka chini ya shinikizo la sheria. Profesa Anna Tibaijuka anasema ni haki ya kila mlalamikaji kutafuta haki mahakamani, lakini historia inaonyesha kuwa matumizi ya mifumo ya mahakama kutatua migogoro ya vyama vya siasa hayajaonyesha mafanikio ya kudumu barani Afrika. Anatoa mifano ya kihistoria na ushauri wake wa kujenga mshikamano na maridhiano ili kuleta taifa pamoja. Leo tutachambua kwa kina taarifa hii tukihusisha mifano muktadha wa Tanzania sasa baada ya Oktoba 29 mwaka 2025 na shinikizo la kisiasa. Profesa Anna Tibaijuka aliyewahi kuwa waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi, mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat na mmoja wa viongozi wanaoheshimika nchini Tanzania, anatoa maoni yake wakati mawakili wa Chadema wakiwasili Dodoma kutetea chama chao. Hii inahusiana na mvutano wa kisiasa unaoendelea, ripoti ya tume ya Jaji Osman Chande na kesi ya Tundu Lissu na shinikizo la kisheria dhidi ya upinzani baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 na maandamano yaliyofuata. Anasema ni haki ya kila mtu kutafuta haki mahakamani, lakini historia inaonyesha kuwa kutumia mahakama au sheria kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa mara nyingi hakulipi. Badala ya kuondoa chama, hatua hizo huimarisha uhalali wake na kuongeza mshikamano wa wafuasi. Ushauri wake: tujisahihishe ndani na nje ya vyama vyetu kushindania uongozi bora, hasa wakati huu tunapohitaji maridhiano na mshikamano ili kuleta taifa letu pamoja. Hii ni wito wa upatanishi katika wakati wa mvutano mkubwa. Profesa Anna Tibaijuka anatoa mifano mitatu ambayo ni mikuu barani Afrika na kuongeza mifano ya Tanzania. Mfano wa kwanza, ANC Afrika Kusini kuanzia mwaka 1960 mpaka mwaka 1994. ANC ilipigwa marufuku na serikali ya ubaguzi wa rangi apartheid mwaka 1960. Ililazimika kufanya shughuli zake kwa siri, viongozi wake kama Nelson Mandela wakifungwa au kukaa uhamishoni kwa miaka 32. Badala ya kuangamizwa, ANC ilijenga uhalali mkubwa ndani na nje ya nchi. Baada ya mfumo wa ubaguzi kuanguka, ANC iliibuka na nguvu kubwa na kushinda uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka 1994 chini ya Mandela. Jaribio la kufuta chama liliishia kukiimarisha. Mfano wa pili ni PASTEF huko Senegal. Kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka 2024, chama cha PASTEF kilipigwa marufuku mwaka 2023 na serikali iliyokuwa madarakani. Hatua hiyo ilichochea hasira ya umma, ikionekana kama ukandamizaji wa kisiasa. Mwaka mmoja tu baadaye, mwaka 2024, viongozi wanaohusishwa na chama hicho walishinda urais. Hii inaonyesha jinsi hatua za kisheria zinavyoweza kubadili upinzani kuwa alama ya mapambano na kuimarisha umaarufu wake. Mfano wa tatu ni vyama vya upinzani nchini Gambia chini ya Yahya Jammeh. Wakati wa utawala wa kidikteta wa Jammeh, vyama vya upinzani vilikumbwa na vizuizi vikali, ikiwa ni pamoja na marufuku na vitisho, lakini vilijipanga upya, vikaungana na hatimaye kushinda uchaguzi wa mwaka 2016 na hivyo kumuondoa Jammeh madarakani. Ukandamizaji haukuondoa nguvu zao, bali uliwafanya wawe na mashikamano zaidi. Na mfano wa nne ni mifano ya Tanzania na ukombozi wa Afrika. Tanzania iliwapa hifadhi vyama vilivyopigwa marufuku na tawala za kikoloni au ubaguzi kama ZANU PF ambapo ni Zimbabwe, kuna MPLA ya Angola, kuna Frelimo ya Msumbiji. Hii inaonyesha kuwa historia ya Tanzania ni ya kushikamana na mapambano ya uhuru, na hivyo inahitaji kutumia hii kujenga maridhiano ya leo. Mifano hii inaonyesha pattern moja: ukandamizaji wa kisheria mara nyingi huimarisha upinzani badala ya kuondoa.
Mahakama inaweza kutumika kama chombo cha kisiasa, lakini historia inaonyesha kuwa haifanyi kazi kwa muda mrefu. Katika muktadha wa Tanzania, hasa mwaka 2026, shinikizo dhidi ya Chadema kama madai ya kufuta usajili au kushinikiza kisheria linaweza kuonekana kama jaribio la kisheria la kudhibiti upinzani, lakini kulingana na mifano hii inaweza kuimarisha Chadema na kuongeza hasira ya umma, haswa vijana na wafuasi wa upinzani baada ya Oktoba 29. Matumizi ya mahakama katika migogoro ya kisiasa mara nyingi hayalipi, huongeza mvutano na kuzuia mazungumzo ya kweli. Historia inathibitisha kuwa maridhiano na mshikamano ndani na nje ya vyama ndio suluhu ya kudumu. Tanzania inahitaji mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba mpya, uchaguzi huru na uwajibikaji ili kuepuka migogoro zaidi. Ikiwa shinikizo la kisheria litaendelea bila mazungumzo, inaweza kusababisha hasira zaidi au vurugu. Vyama vyote, CCM pamoja na upinzani, vinahitaji kujenga uongozi bora na mshikamano ili kuleta taifa pamoja. Ushauri wa Profesa Anna Tibaijuka ni wa busara kwa wakati huu wa mvutano mkubwa, ambapo kuna kesi za kisiasa, ripoti za tume na shinikizo la kimataifa. Maridhiano ndio njia ya kuleta amani na maendeleo. Tanzania inaweza kujifunza kutoka kwa mifano hii ili kuepuka makosa ya kihistoria. Wasikilizaji, Profesa Anna Tibaijuka anatupa ushauri wa kina na wa busara. Tujisahihishe ndani na nje ya vyama vyetu, kushindania uongozi bora na kujenga maridhiano na mshikamano ili kulileta taifa pamoja. Hii ni wito wa wakati huu mgumu. Je, nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji? Je, maridhiano yanawezekana au migogoro itaendelea? Asanteni kwa kunisikiliza. Kazi na utu, haki kwa wote.